yote. Huduma miaka 3 unahubiriwa na yote. Kusema papa na nini unahubiriwa na yote. Ni wakati ambao bado matengenezo yanaendelea. Lakini wakati ujumbe huu unaenda kufungwa, lazima watu wawe wamepata ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana neno lote anasema wale wanaosubiri sheria ya Jumapili ndipo wafanye toba. Watakuwa wamechukua katika masaa na wakati kama huu wa mchana wa leo. Katika somo lenye kichwa kinachosema wale wa saa 11. Wale wa saa 11. Utafuatana nami kwa haraka kwa sababu tutakuwa na maneno machache ya kuweza kuangalia katika tafakari hii ambayo Bwana amependa tuweze kujifunza katika masaa ya mchana huu wa leo. Kitabu cha Mathayo sura ya 20 kuanzia fungu lile la kwanza. Mathayo sura ya 20, somaji utaanzia katika mstari ule wa kwanza. Hapo ndipo tutakapoanzia tafakari yetu ya mchana huu wa leo. Baada ya kuwa tumetafakari mengi, sasa tutaendelea na tafakari yetu katika saa hizi. Karibuni ndugu, jamaa na marafiki, tuweze kutafakari pamoja katika somo hili la mchana wa leo. Mathayo sura ya 20 kuanza mstari wa kwanza. Fungue ile Mathayo 20, tuanze na mstari wa kwanza. Twende wote pamoja, nitasoma Mathayo 20 mstari wa kwanza. Imeandikwa, naam, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba. Kristo alikuwa ametoa mfano, na mfano huu ndio ambao tutakao utafakari, kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kwa ajili wa kulima, ambaye alitoka alfajiri kwa ajili ya kwenda kuajiri wakulima, awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima, kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3. Sasa kuna kitu ambacho tunapaswa kukifahamu, kwamba yule mkulima aliondoka alfajiri. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapokea ajira yao katika saa ya alfajiri. Fungu linalofuata linakupa picha ya kile kilichofanyika awali. Anasema akatoka mnamo saa 3. Akaona wengine wamesimama sokoni. Neno wengine linaonyesha wale wa kwanza ambao walipokea ajira yao kabla ya hao ambao wanapokea. Kwa hiyo anasema akatoka mnamo saa 3 baada ya ile alfajiri. Matokeo yake akawaona wengine wakiwa hawana ajira. Akawaambiaje? Wasiokuwa na kazi. Ndio. Na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu. Na iliyo haki yenu nitawapa. Wakaenda. Endelea. Akatoka tena mnamo saa 6. Sasa kama unahesabu vizuri, zamu ya kwanza ilikuwa ni ya alfajiri. Zamu ya pili ilikuwa ni ile ya saa 3. Sasa anatoka tena saa 6, zamu ya 3. Anasemaje? Na saa 9. Alafu anatoka na saa 9. Saa 6 pamoja na saa 9. Anasemaje? Akafanya vile vile. Akafanya kama alivyofanya alfajiri pamoja na saa 3. Hata kama saa 11. Sasa hapa ndipo penye msingi wa somo letu. Hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama. Akawaambiaje? Mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambiaje? Kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambiaje? Enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, ndio, waite wakulima, naam, walipe ujira wao, ndio, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Ndio. Na walipokuja wale wa saa 11, ndio, walipokea kila mtu dinari. Naam.
Na wale wa kwanza walipokuja, ndio, walidhani kwamba watapokea zaidi, ndio, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. naam, Basi wakiisha kuipokea, ndio, wakamnung'unikia mwenye nyumba, ndio, wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu, ndio, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili tabu na hari za mchana kutwa. naam. Naye akamjibu mmoja wao, Ndio, akamwambia, akasemaje? rafiki, sikudhulumu Ndio, ukupatana nami kwa dinari? naam, Chukua iliyo yako, ndio, uende zako. naam, Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. ndio, Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? ndio, Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? naam. Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Asante sana. Mara nyingi kumekuwako na mitazamo kuhusiana na wale ambao wanaitwa wa saa 11. Sehemu nyingi nimekutana na wengi walio wana matengenezo wakisema kwamba wana matengenezo ndio kundi la saa 11. Kienda kwenye mitandao utakutana na kitu kinachoitwa kanisa la saa 11. Kundi fulani la kidini ambalo nalo limeita ni kanisa la saa 11. Lakini tutakwenda kutafakari kwa mujibu wa maandiko matakatifu na kile ambacho Yesu alikuwa amekisema, na katika zamu hizi ni kipi ambacho aliweza kukusudia. Wale wa alfajiri ni watu gani? Kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza na ile fungu la 11. Yohana sura ya kwanza na lile fungu la 11. Maandiko matakatifu yanatuambia maneno yafuatayo. Neno la Mungu linasema, ndio, alikuja kwake. Sasa hapa tunaona kwamba anazungumziwa Kristo, kwamba alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. 13. Ndio, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Asante sana. Wakati Yesu amekuja kwa mara ya kwanza, kwa mujibu wa kitabu cha Danieli sura ya 9, alikuja kwa taifa la Israeli, ambao taifa la Israeli hii ndio zamu ya kwanza kabisa, ama ndio kundi la kwanza kabisa ambalo Mungu alikuwa amekusudia kuweka mibaraka yake ambayo ingepaswa kusambazwa kwa dunia. Na Yesu anapokuja kwa taifa hili la Wayahudi, walipaswa kufanya kazi ambayo aliwakabidhi ili kwamba nuru yake ipate kuenea katika ulimwengu mzima. Lakini kwa bahati mbaya maandiko yanatuambia alikuja kwake walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Matokeo yake waliokuwa wamempokea ni wale ambao Biblia ilikuwa imesema. Mathayo sura ya 12 kuanzia mstari wa 18. 12, kitabu cha Mathayo sura ya 12 kuanzia mstari wa 18. Twende pamoja ile Mathayo 12 kuanzia 18 mstari. Neno la Mungu linasema, ndio, tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu uliopendezwa naye, nitatia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Hata teta, ndio, wala hata paza sauti yake, wala mtu hata sikia sauti yake njiani, mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima, hata ailetapo hukumu ikashinda. Hata atakapokuwa ameleta hukumu ikashinda.
Na jina lake mataifa watalitumainia. Naomba uishi hapo. Kwamba watu wa mataifa, baada ya kwamba Israeli wamekataa habari njema za Mwokozi aliyeahidiwa kwao, hatimaye aliwageukia watu wa taifa jingine, akawapatia habari zake. Baada ya kuteua jamii ya wanafunzi 12 ili kutimiza andiko la kitabu cha Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 8 na wa 9, kuacha masalio, ilibidi aweze kwenda kwa watu, ageukie taifa jingine ambalo ni watu wa mataifa. Wakazikubali habari zake njema, kwa kuwa imeandikwa jina lake mataifa wangelitumainia. Kwa hiyo kutoka kwa Israeli ambao ni watu walioajiriwa alfajiri, shetani akawalagai, akawapoteza, wakaasi mpango wa ukombozi ambao Mungu alikuwa amekusudia kwao, wakawa wameachana na habari za Kristo, wakamsaliti mwana wa Mungu, na sivyo tu wakamsulubisha katika msalaba. Lakini kwa damu yake wale waliolikubali lile jina la Yesu, ndipo wakafanyika kuwa watu wa saa 3. Ndipo Yesu anasema akaondoka mnamo saa 3, akawaona wengine, akawapeleka nao katika shamba la mizabibu. Kwa hiyo katika zamu hii wanapelekwa watu ambao ni kanisa la kitume, lile kanisa la watu ambao wameunganishwa na mataifa. Masalio wa Kiisrael wanaunganishwa na watu wa mataifa, na ndiposa inapatikana saa ya 3, ambapo hawa nao wanatenda kazi kwa muda ambao umekadiriwa. Wanafanya kazi yao, na baada ya kwamba mitume wamelala na wale waliokuwa karibu ya mitume walipokuwa wamepoteza uhai wao, ndipo mitume walikuwa wametabiri wakisema kwamba baada ya kuondoka kwetu watakuja mbwa mwitu wakali wasilihurumie kundi, nao watawaandamia ninyi. Kwa bahati mbaya sana, kanisa hili ambalo Mungu alikuwa amekusudia kwamba lipeleke habari njema ile iliyokusudia kwa taifa la Israeli, nao wanapoteza uelekeo wao, wanarudi kule ambako Israeli walifanyika, kama ambao maandiko yalikuwa yametabiri kwamba kama na hao nao waliokuwa wamepokea habari njema watafanya kama walifanya Israeli wale, nao watakatiliwa mbali. Kanisa hili la mitume, baada ya kwamba mitume wameondoka na wale watu wa karibu ya mitume kuondoka, likajiunga na dunia, likajiungamanisha na dunia. Kipindi kile cha karne ya 3 ndipo ambapo unazaliwa kitu kinachoitwa Roman Catholic. Baada ya kwamba kanisa limejifungamanisha na dunia, serikali ya Kirumi ama kanisa la Kikristo lilipojiungamanisha na serikali ya Kirumi, kukaundwa dini mseto kati ya dunia na kanisa. Kanisa likawa limeasi, kukatokeza mtu wa kuasi. Ndipo ambapo watu wa saa 3 wanapoteza uelekeo wao, na Mungu anachagua watu wengine wa saa 6. Kama Biblia inavyosema, akaondoka mnamo saa 6, akawapatia wengine ajira yao. Baada ya uasi wa watu wa saa 3 ambao ni kanisa la mitume, ndipo ambapo tunakuta wanatokea watu ambao wanaitwa Waprotestanti. Waprotestanti ni matokeo ya uasi wa kanisa la mitume. Baada ya kuingia kwa nguvu ya Kirumi, Mungu anawainua watu ambao wangefanya kazi ya kuja kuinua tena dini iliyopotezwa, iliyokusudiwa kwanza kwa wale wa alfajiri. Waprotestanti wanainuliwa mnamo saa 6 ili wakaifanye kazi yao. Tunasoma jinsi ambavyo waliinuka wana matengenezo, kama vile wakina Martin Luther, wakina John Wycliffe, wakina John Huss, wakina Jerome, pamoja na wengine wengi ambao walikuwa wameinuliwa ili kuitenda kazi ama kurejesha msingi ama kufanya kazi ambayo ilikuwa imekusudiwa tangu ile alfajiri.
Lakini kwa bahati mbaya hawa nao walifanya kazi yao kwa muda uliowezekana. Baada tu ya wale watengenezaji wa kwanza waliokuwa wamepewa maono kupoteza maisha yao, kazi ile kama ile iliyokuwa imefanyika mwanzo, shetani yule mdanganyifu yule alijipenyeza kupitia nguvu ya siri ya vikundi vya Kijesuiti, wakazama ndani ya Uprotestanti, wakaanza kugeuza uelekeo wa Uprotestanti na kuanza kuwarudisha nyuma, ama kuwafanya kile ambacho aliwafanya watu wa alfajiri, kile alichowafanyia watu wa saa 3, kile ndicho ambacho anakuja kuwafanyia watu wa saa 6. Uprotestanti ukaanza kurudishwa nyuma. Uprotestanti ukaanza kugeuzwa kutoka katika uelekeo ambao walikuwa wanakwenda, wakaanza kurudi nyuma. Majesuiti wakaharibu kanuni za Kiprotestanti. Wakaanza kurudisha zile doctrine, mafundisho makuu ambayo, zile dogma ambazo zilikuwa zimewatenganisha wao na kanisa la Kirumi. Wakaanza kuzirudia taratibu, lakini kwa uhakika shetani akajipenyeza, wakapoteza uelekeo wao. Na shetani akiendelea kufurahia kazi hiyo, ndipo ambapo Mungu akaona ni vyema kuweza kuwaamsha watu wengine. Kuanzia mwaka ule wa 1840 ndipo anamuinua mtu mmoja ambaye anaitwa William Miller. Tasoma katika kitabu cha maandiko ya awali sura ambayo inazungumzia habari ya William Miller. Utasoma katika vitabu vya William jinsi ambavyo Miller alikuwa amesukumwa kurudisha ama kuamka kwa ajili ya kuja kusimama baada ya kwamba Protestanti umeanguka ama watu wa saa 6 wamepoteza uelekeo wao. Ndipo anasimama Miller kama msingi wa kurudisha ama kusimamisha tena msingi uliokuwa umepotoshwa tangu hapo awali. Anasimama, anaanza kurudisha nguvu ya kiroho iliyokuwa imepotea. Anaanza kusimamisha watu na kutangaza marejeo ya Kristo. Na katika harakati hizi ndipo tunapoweza kukutana na watu wa saa 9. Kanisa la Waadventista wa Sabato wanachaguliwa katika dakika za mwisho kabisa, wanachaguliwa katika mishale ya saa 9, na huu ni muda ambao unakaribia sana na muda wa kwenda kuzama kwa jua. Ni muda ambao unasimama muda mfupi kabla ya jioni. Kanisa la SDA linachaguliwa kama watu wa saa 9 ambao wanapaswa kuendeleza majukumu ambayo yameachwa na watu wa saa 6. Na utagundua kwamba ndiposa Ellen White anaandika, anasema hatukufikiria kwamba kungekuwa na sababu ya kujitenga tena, lakini kwa sababu ya maovu haya hatupasi kuacha kuwaonya watu kwa maneno na kalamu zetu. Kwa maana kwamba ni saa ambayo ilikuwa ni dakika za hatari sana, kiasi kwamba watu watakapokuwa wamepoteza mwelekeo wao, ingekuwa ni kazi ngumu sana kutengeneza watu ambao watapaswa kuendeleza kazi. Saa 9 watu wamechaguliwa, lakini kwa bahati mbaya wakapewa kanuni ambazo kimsingi zingetofautishwa sana na ulimwengu. Katika Testimony to Ministers kurasa 265, Ellen White anasema kwamba kanisa, ulimwengu usiingizwe kanisani kamwe na kuungana na ulimwengu. Kwa kufanya hivi kungewekwa mapatano ya umoja. Anasema na kanisa lingeharibika kweli kweli na lingeangukia katika hukumu zilizotamkwa kwa Babeli, lingekuwa ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Tahadhari ilikuwa imewekwa kwamba kanisa lisingepaswa kuungana na ulimwengu, kwa sababu zilikuwa ni dakika za hatari sana. Ulikuwa ni wasaa ambao walipaswa kusimama ili kutekeleza majukumu ambayo yalianzia alfajiri ikashindikana mpaka kufikia saa walionayo, kwamba wangepaswa kutenganishwa kabisa na ulimwengu
wasingefaa kuungana na ulimwengu kwa namna yoyote. Na ndio maana kanisa hili la saa 9 ndipo walipopewa kanuni zinazotofautiana sana hata na makanisa mengine ama zamu zote ambazo zilikuwa zimepita kule. Maana na pia naandika anasema kwamba Waadventista wa Sabato ni watu wa pekee waliotenganishwa na ulimwengu. Anasema kwao inang'aa nuru ya ajabu, kwani wamepewa onyo la kutisha. Anasema upanga mkali umepitishwa katikati yao. Somo cha Matukio ya Siku za Mwisho umetumia neno upanga mkali, lakini nukuu hiyo katika Testimony for the Child anasema kwamba wamechimbwa kwa sururu kutoka katika mawe ya ulimwengu na wamefungamanishwa na Mungu na kufanywa kuwa vito vya thamani. Walikuwa wametenganishwa kabisa na dunia. Lakini kwa bahati mbaya katika kitabu cha Testimony for the Church ukurasa ule wa 577, shuhuda ya kwanza, ukurasa 577 hadi 578, Ellen White alikuwa ameonyeshwa jinsi ambavyo Jesuit wangekuja kuingia ndani katika njozi ambayo alikuwa amepata akiwa Battle Creek. Anasema niliona watu wakiwa wanakuja kwetu wamejifungamanisha makundi wakiwa wamejipanga katika mistari miwili. Anasema walikuwa ni wakakamavu na walisogea taratibu. Mmoja alikuwa amebeba msalaba na kuinua juu, mwingine maagizo ya kanisa lao. Anasema kadiri nilivyotaka kwenda kuwafungulia mlango, niliambiwa tazama tena. Nilipoangalia mara hii, sikutazama na kuona sura za watu nao wafahamu, bali maandamano makubwa ya Wakatoliki yakija kwetu. Anasema waliingia ndani, na baada ya kuingia ndani anasema walilizunguka jengo mara 3 na kupiga filimbi zao. Kisha walisema kwamba nyumba hii haipasi kuwepo hapa ilipo, na mali zake zote zimepaswa kutaifishwa. Na pia anasema niliposikia kauli hii, anasema nilitokwa na machozi. Nilipotoka nje na kutaka kuwaeleza kile nilichokiona wale waliokuwa nje ya jengo, anasema kwamba wote niliona kwamba ni waasi, na kadiri nilivyozunguka ili kujificha, wote walinikazia macho. Alipoamka alikuta mtu aliyokuwa ameulalia umeloa kwa machozi, na mumewe alitambua kwamba alikuwa katika maono. Alipokuja kupewa fasiri ya kile ambacho alikuwa amekiona, ndipo akaelezwa kwamba wale walikuwa ni Majesuiti ambao walikuwa wamewarudisha Protestanti nyuma. Hao ndio walioinuka tena ili kuwarudisha kule ambako walitoka. Kwa bahati mbaya walianza kuingiza kanuni ambazo zilikuwa zimewatofautisha na ulimwengu, zikapotoshwa na kuondolewa. Kidogo kidogo kanisa likaanza kurudi ulimwenguni. Maonyo ambayo yalikuwa yametolewa yakaanza kupuuziwa. Katika kitabu kinaitwa Biography ya kwanza ukurasa wa 453, Ellen White alieleza akasema kwamba hatuwezi, anasema hatua ya kwanza ya uasi ni kuwa na kanuni ikituambia tuamini nini. Hatua ya pili ni kuifanya hiyo kanuni kuwa jaribio la ushirika. Hatua ya 3 ni kuwajaribu washiriki kupitia kwa hiyo kanuni. Hatua ya 4 ni kuwaona waasi wale wote wasioamini kanuni. Na hatua ya 5 ni kuanzisha mateso dhidi ya wale wasioamini kanuni. Maonyo haya kadiri yalivyoendelea kutolewa na waasisi wetu yaliendelea kupuuziwa, na baada ya kufa kwa waasisi wetu, maoni ya kuanzishwa kwa kanuni hii Majesuiti waliyapendekeza. Jesuit mmoja ambaye anakiri mambo haya anaitwa Leroy Fromm, anasema kwamba ndipo alipoishawishi General Conference kwamba kwa sababu waasisi wengi wamekwisha kulala, tunapaswa kuweka kanuni. Mwaka 1926 wakatunga kanuni ambayo iliongozwa na kamati ya watu 4, Leroy Fromm akiwa ndio mwenyekiti wao.
Ilipofika 1930 kanuni ile ikakamilika, na mwaka 1932 wakaipigia kura kuwa ndio mwongozo rasmi wa kanisa la Waadventista Sabato. Hapo ikawa wale watu wa saa 9 wamepoteza uelekeo wao, maana msingi uliowalinda wameuondoa, ambao ni neno la Mungu. Wakaeka kanuni ambayo ni kiongozi cha kibinadamu, wakapoteza uelekeo wao. Ikiwa ni miaka 17 tangu kifo cha Ellen White mnamo mwaka 1915, wakapoteza kabisa uelekeo wao. Na shetani alikuwa amefurahia, kwa sababu ulikuwa ni muda ambao hakufikiria kwamba kungekuwa na uwezekano mwingine wa kuweka watu ambao wangemaliza kazi, kwa sababu mwenye shamba asingeweza kuja kutoa malipo kabla kazi yake haijakamilika. Kwa kuwataivisha watu wa saa 9 ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa shetani, kama alivyoangamiza taifa la Israeli. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 na ule mstari wa 21. Ufunuo anzia mstari ule wa 14, Ufunuo sura ile ya 3. Maonyo haya ni maneno ambayo kanisa la saa 9 linaambiwa, na kauli hii ya kwamba kanisa hili linaonywa ilianza kutamkwa na Mama White mnamo mwaka 1856, wakati ambao analionya kanisa kuhusiana na hali ya Laodikia. Anasema maneno yafuatayo. Ufunuo Yohana sura 3 mstari wa 14. Anasemaje? Neno Mungu anasema, ndio, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, ndio, haya ndiyo anenayo yeye aliyeamina. Haya ndiyo anenayo yeye aliyeamina, shahidi aliye mwaminifu, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Nayajua matendo yako, ninayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi, wala hu moto. Ingekuwa heri, kama ungekuwa baridi, au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi, wala hu moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, ndio, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge, na mwenye mashaka, na maskini, na kipofu, na uchi. Endelea. Ninakupa shauri. Neno hili ninakupa shauri lilitolewa mnamo mwaka 1888 katika ujumbe wa Minneapolis, kipindi ambacho Mungu alikuwa amewainua vijana wawili, A.T. Jones pamoja na Wagona, kwa ajili ya kuleta wito wa toba kwa kupitia somo linalosema Kristo ni haki yetu. Katika Selected Message kuna somo linasema Christ our righteousness, kwamba Kristo ni haki yetu. Maana 1856 walikuwa wamerudi nyuma, ikiwa ni miaka michache baada ya kuwa moto, wakaanza kurudi nyuma. 1856 ndipo Ellen White kwa mara ya kwanza anatamka kwamba kanisa kwa sasa liko katika hali ya Laodikia, na kutokuwepo kwa Mungu hakupo katikati yao. Sasa mwito unatolewa 1888 ili kuwarejesha katika moto waliokuwa nao 1844, 45, 46 mpaka 54 na 5, kabla ya mwaka 56 ambapo hali ya Laodikia inatamkwa kwao. Sasa Mungu anatoa shauri kwamba ninakupa shauri ili ununue kwangu dhahabu. Sasa neno dhahabu ilikuwa inamaanisha imani isiyoyumbishwa, ambapo unaposoma kwenye jumla za malaika wale watatu walikuwa wameambiwa kwamba watakuwa na amri za Mungu, imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni ule msingi wa Yesu, ni ile imani ya Kristo ambayo haikuyumbishwa wakati wa mateso. Hiyo inaitwa dhahabu iliyo safi, ndio iliyosafishwa kwa moto. Upate kuwa tajiri na mavazi meupe, hii ikiwa ni haki ya Kristo. Ndio upate kuvaa aibu ya uchi wako isipate kuonekana, na dawa ya macho ndio ya kujipaka macho yako upate kuona. Ndio
wote ni wapendao mimi na wakemea, wote ni wapendao mimi na wakemea, na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Uwe na bidii na kutubu. Tazama nasimama mlangoni. Tazama nasimama mlangoni. Nabisha. Neno nasimama mlangoni na kubisha yamaanisha kwamba huyo mtu anayebisha anakuwa ndani au anakuwa nje? Yuko nje. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Kristo yuko nje ya Laodikia. Wewe unashangaza kusikia hata mwanamatangazo anakuambia kwamba hili kanisa ndio kanisa la Laodikia. Tunapaswa kujifunza mengi sana. Kwamba yuko nje ya kanisa, anagonga mlango, anataka mtu. Sasa kumbuka kwamba tunaposoma sura moja inayohusiana na habari ya Laodikia kwenye testimony, anasema kwamba nilionyeshwa ujumbe kwa kanisa la Laodikia hautakubaliwa mpaka Kristo atakapokuwa anashuka toka mbinguni kwa kishindo kikuu. Sasa hapa anasema mtu kwa anaenda kwa case ya person, sio tena public issue, kwamba hii ni issue ya mtu binafsi, kwamba mtu akisikia bila kusoma, mtu akisikia sauti yangu, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami, katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu, katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho wayaambia makanisa. Asante sana mtu wa Mungu. Kwa baada ya kuanguka kwa SDA na Mungu kutoa maonyo ambayo yalikataliwa, ndipo mwito unatolewa kwamba mtu akisikia sauti yangu, anasema mimi nitaingia kwake na kula pamoja naye, na anasema yeye ashindaye. Sasa utaona kwamba baada ya kuanguka kwa watu wa saa 9, watu walipangaranyikana. Ukisoma kwenye kitabu cha maandiko ya awali, sura inayosema maandalizi kwa ajili ya mwisho ni sura ya 17. Wote anaonyesha kwamba nilionyeshwa nikiwa Oswego Nyo kwamba maandalizi yanapaswa kufanywa kabla ya siku ile ya Bwana. Anasema nilionyeshwa kwamba wale ambao walikuwa wanadai kwamba ni Waadventista wa Sabato kwa jina, lakini hawakukubaliana na ukweli wa leo, mkono wa Mungu ulikuwa juu yao ili kuwagawanya na kuwatawanya katika saa hii ya kukusanya. Sasa katikati ya wana matengenezo tunaishi katika kipindi ambacho ni cha kutawanywa na kugawanywa, katika saa ambayo ni ya kwenda kukusanya. Ndipo ambapo utasikia maneno ya wahubiri wengine wakisema kwamba wana matengenezo ni watu wa saa 11. Lakini utagundua kwamba wale wa saa 11 wanatenda kazi kwa muda wa risali ngapi? Kabla mlango wa rehema hujafungwa, wao watatenda kazi kwa muda mfupi sana. Na kuna kitu ambacho tunapaswa kuelewa kwamba baada ya kuanguka kwa SDA, maana yake watu walitawanyika. Huyu akiwa na hiki, huyu akiwa na hiki, huyu akiwa na hiki, huyu akiwa na hiki. Sasa wanapokuja pamoja, wanakuja kugundua kumbe wao waligundua hiki, wao waligundua hiki, waligundua hiki. Sasa wanapoporomoka kule, wanatoka wakiwa na element zile zile. Wanatoka wakiwa na tabia zile zile. Wana matengenezo wengi tumetoka, lakini bado tuna tabia zile zile ambazo tulikuwa nazo wapi? Tulikuwa. Sasa haiwezekani kusema kwamba sisi ni watu wa saa 11. Kwa nini? Kwa sababu watu wa saa 11 maneno matakatifu yanasema mambo yafuatayo. Isaya sura ya 60 fungu lile la kwanza. Isaya sura ya 60 fungu lile la kwanza. Isaya 60 sura fungu la kwanza. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Iko wapi hati ya talaka ya mama yenu?
Isaya sura ya 60. Nimesoma 50. Inasema hivi. Naam. Ondoka uangaze. Biblia unaposoma fungu hili utaona ndio kile kile kilichorudiwa kwenye Ufunuo 18 kwenye kile kinachoitwa utimilizo wa unabii wa malaika yule wa pili. Tunaelewa vizuri ujumbe wa malaika wa pili ulikuwa sio kitu kamili, sio anguko kamili. Kwa sababu wakati ujumbe wa malaika wa pili unatolewa, anguko kamili la makanisa lilikuwa sio kamilifu. Babeli bado ilikuwa haijaanguka kamilifu kwa sababu bado ilikuwa haijakataa ujumbe wa malaika yule watatu. Sasa yeye yote anasema ujumbe wa Ufunuo sura ya 14 ni unabii ambao unalenga kile kitakachotokea kwenye Ufunuo 18. Sasa Isaya sura ya 60 inaonyesha kile ambacho kinasemwa kwenye Ufunuo sura ya 18 pia. Anasema maneno yafuatayo. Inuka, ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Endelea. Ndio. Maana tazama, giza litaifunika dunia. Na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe. Na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako. Na wafalme hujia mwanga wa kuzuka kwako. Ishia tu hapo. Sasa wakati huu ni wakati ambao matengenezo yamekoma. Maana unaposema matengenezo ni kugeuza nadharia za kimakosa na kitabia na kuleta katika neno la Mungu na katika usafi wa tabia. Sasa wakati ambao nuru hii itakuwa imezukia watu ni wakati ambao hakuna matengenezo yatakayokuwa yanaendelea, bali watu watakuwa wamekwisha kutengeneza. Maana maandiko yanasema atamletea Bwana watu waliokwisha kutengenezwa. Kwa wakati huu ndipo ambapo Bwana atakuwa anamimina roho wake, na ndicho kinachoitwa nuru kutoka mbinguni. Atawamiminia watu waliokwisha kutengenezwa. Kwa nafasi tulionayo ni ya kufanya matengenezo kwa ajili ya kwenda kuandaa watu wa saa 11 ambao hao ndio watakaopeleka habari hii. Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Mathayo 24 mstari wa 14. Ndio neno la Mungu linasema, nasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Habari njema inayozungumziwa hapa sio mafunzo yanayotolewa sasa, sio injili ambayo sasa tunaieneza. Maana bado hatujafikia ule ukamilifu wa kimafundisho. Hatujafikia kutiwa ile roho ya Mungu. Hatujafikia kukamilisha tabia. Maana bado utagundua tunaopeleka habari njema bado ni watu wale ambao tuna dhambi tunazozishiriki. Sasa wao wanaopeleka habari hii njema ni wale ambao hawatakuwa na dhambi ya aina yoyote. Lazima tuelewe kwamba kuna kitu kinachoitwa ushindi dhidi ya dhambi, ambapo wale ambao wanatakiwa kupeleka saa 11 ni watu ambao hawana uchafu wote wa Babeli. Maana huwezi kwenda kumwambia mtu atoke Babeli wakati ukiwa unashiriki dhambi ya Babeli. Maana kwenye Ufunuo 18 ujumbe huo unasema kwamba tokeni kwake enyi watu wangu, wala msishiriki dhambi zake. Huwezi kusema usishiriki dhambi zake wakati wewe mwenyewe ukiwa unashiriki dhambi zake. Wakati huu ni wakati ambao fahamu zote zitakuwa zimetakaswa, ni wakati ambao tabia zote na mafundisho yote yatakuwa yametengwa mbali. Usafi wa injili utakuwa umesimamishwa kama kipindi cha Pentekoste. Ndiposa watu watasimamishwa kwenye nafasi ya saa 11. Na saa 11 hakuna kitu kinachoitwa kuanguka tena. Na ndio maana utagundua kwamba baada ya saa 11 hakuna kundi lingine litakalosimama. Lakini kwa habari ya matengenezo utagundua kwamba anasema hao nao, kwa habari ya matengenezo anasema hao nao wasiposafisha mipaka yao, anasema nitawafanya kuwa karibio na kitu gani?
na aibu. Kwa kwenye matengenezo kuna nafasi ya kuachwa tena. Lakini kwenye saa 11 hakuna nafasi ya kuachwa tena. Maana watu wa Mungu watakuwa wametiwa kitu gani? Muhuri, ili waweze kupeleka ule ujumbe kwa ulimwengu. Ni wakati ambao Roho wa Mungu atakuwa amemwagwa kwa kiwango kile kile na zaidi ya kile kilichokuwa kipindi cha Pentecost. Na ndio maana Isaya 60 inasema wafalme watajia mwanga kuzuka kwako. Wakati huo neno watu anaeleza, anasema wengi wataongolewa. Ananukuu fungu la Isaya ambalo anasema Bwana atanyoosha mkono wake juu ya Misri na juu ya Ashuru, ili kuwaleta jamaa ya Misri na jamaa ya Ashuru. Watakusanywa, na wakati huu ndio wakati ambao Yesu alisema na kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili. Lakini saa inakuja watakapoisikia sauti yangu, nitawaita waje kwenye zizi hili. Ellen mwingine anaandika, anasema Mungu amezuia kondoo kuingia ndani ya kanisa kwa sababu wako watu wasiotakaswa ndani ya nini? Ya kanisa. Maana wale watu wasiotakaswa watakuwa na chachu mbaya. Hivi piga picha. Labda tutoe mfano mdogo. Anakuja mtu hapa. Wako watu wanatokaga huko tunakoita Nomino Association. Yaani huko ameshajifunza matengenezo ya afya, amejifunza. Anakuja hapa, anakuta mnapiga kelele habari ya nyama. Hivi anaweza kawaelewaje? Sasa yako mengi. Akija akakuta bado tabia zile, kusengenya ni kule, uzinzi ni ule, akakuta tabia zile akazikuta hapo. Maana yake kwamba na ni siri, labda ni kitu wazi. Dhambi zinazofanywa yukini za wazi kabisa na anaziona mwenyewe. Rafika kwa ni chachu ya hatari sana. Sasa Mungu amezuia. Sasa ile inaitwa saa inakuja. Ile saa ambayo atasikia sauti ya Yesu ni wakati ambao Roho wa Mungu atakuwa amemwagwa na makapi yametenganishwa na damu. Saa ya 11 ni wakati ambapo wale wanaosimama katika saa hiyo ni watu ambao hakuna nafasi ya kuanguka tena. Wamezingirwa na ukweli. Hakuna nafasi ya kusema ni swala la kuanguka tena. Hao watapeleka habari njema isiyogoshiwa, isiyo kimakosa, isiyo na namna yaani hakuna doa lolote ambalo litakuwa limeambatana na mafundisho yao au na tabia zao. Tuko tayari kusimama, tuko tayari kuingia katika saa hii, na muda sio mrefu watu wanakwenda kuingiza katika saa hii. Kwa sababu tunaona dalili zote, ama muda tulionao umepita na umekwisha. Yumkini nafikiria huenda ni kesho kutwa, mwaka ujao, miaka 3 ijao, lakini inatosha kuamini kwamba watu wanaandaliwa. Kila ujumbe ambao umekuwa ukitolewa unapaswa kuuelewa na kuukubali na kuutii. Kila tabia ambayo imekuwa ikikemewa tunapaswa kuachana nayo na kuondokana nayo, na ndio itakayotupatia fursa ya kuingia saa 11. Kelele zote unazozisikia, mara huyu amemkanyaga huyu, mara huyu amefanya hivi, mara huyu amekuwa hivi, mara huyu amekuwa hivi, haziwezi kutamkwa saa 11. Zinatamkwa sasa kwa sababu ni wakati ambao shetani bado anafanya kazi ya kuwavuruga hawa ambao wanatakiwa kuandaliwa kwa ajili ya saa 11. Hatuwezi kupita kabla ya chujio. Lazima lipitishwe chujio ambalo litaruhusu watu waingie saa 11. Ilikuwa inatosha Mungu kuwachukua watu ambao ni wadhambi kuwapeleka mbinguni. Lakini kwa sababu alipoangalia, aliona hakutakuwa na nafasi ya uasi tena katika mbinguni na nchini. Hivyo katika saa ya 11 hakuna kundi lingine ambalo Mungu aliliona kwamba lingefaa kusimama. Kundi la saa 11 lenyewe linatenda kazi kwa muda sana mmoja. Ni watu gani wako tayari kuingia katika saa? Muda sio mrefu watu wataingia katika saa. Lakini itategemea na namna ambavyo unaendelea kutakasa maisha yako. La sivyo hautaruhusiwa kuingia. Fungu letu la mwisho wakati tunapoenda kufunga, kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kuanzia fungu hilo la kwanza. Ufunuo sura ya 18 kuanzia fungu la kwanza. Soma. Lazima tuwe tayari kwa ajili ya kuweza kupokea nguvu hizi za kimbingu. Mvua hii ambayo inaonyeshia watu, lazima tuwe tayari kuipokea.
Lazima tuwe tayari kushiriki manyunyu haya ya neema. Na lakini sivyo ni mpaka tuwe tumefaidiwa na mvua za awali za manyunyu ya neema, zile za vuli, ndipo tutapokea mvua za masika ambazo zitatukomaza kwa ajili ya kuingia saa 11. Wakati huo hakuna neno la unabii lolote ambalo halitaeleweka kwenye akili za watu. Hakuna kitu chochote cha kimaandiko ambacho hakitaeleweka, maana saa 11 ndipo wanaenda kutolewa watu ambao wanaenda kusimama wakiwa hai kwa ajili ya kumsubiri Bwana arudi kwa mara ya pili. Kitabu cha Ufunuo sura ya 18. Ufunuo 18 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, ndio. Baada ya hayo naliona malaika mwingine. Sasa Isaya ujumbe wake unaambatana na ujumbe huu hapa. Aliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Akishuka kutoka mbinguni. Baada wakati watu sasa hivi tunahubiri ujumbe za malaika watatu, lakini elewa katika ujumbe huu watakao ruhusiwa kuhubiri hichi kinachoitwa loud cry ni wale tu ambao wamekwisha kuondolewa dhambi zao, wana ushindi dhidi ya dhambi. Ujumbe wa malaika watatu unatangazwa na yeyote. Ujumbe wa malaika watatu unahubiriwa na yeyote. Kusema papa na nini unahubiriwa na yeyote. Ni wakati ambao bado matengenezo yanaendelea. Lakini wakati ujumbe huo unaenda kufungwa, lazima watu wawe wamepata ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana neno lote anasema wale wanaosubiri sheria ya Jumapili ndipo wafanye toba, watakuwa wamechelewa. Kwa nini? Kwa sababu watu watakuwa wameingia kupata ushindi dhidi ya dhambi zao. Nasemaje? Akishuka kutoka mbinguni. Akishuka kutoka mbinguni. Mwenye mamlaka kuu. Mwenye mamlaka kuu. Na nchi ikangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu. Analia kwa sauti kuu akisema, umeanguka. Babeli ule mkuu. Babeli ulio mkuu. Umekuwa maskani ya mashetani. Na ngome ya kila roho mchafu. Na ngome ya kila ndege mchafu. Wenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Na wafalme wa nchi wamezini naye. Na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake. Huo ni wito maalum utakaotolewa. Tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake. Wala msipokee mapigo yake. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni. Na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa. Mkamlipe mara mbili kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganisha mchanganyishieni maradufu. Kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa. Mpeni maumivu na huzuni kadiri hiyo hiyo. Kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia wala si mjane, wala sitaona huzuni kama. Lazima tuwe tayari kuingia katika saa ya 11 ili kwenda kukubali kutoa wito huu ambao sasa unaelekezwa katika Ufunuo sura ya 8. Na watakaoruhusiwa kutoa ujumbe huu ni wale ambao wamepata ushindi dhidi ya kila dhambi. Yaani utakumbuka tena lile fungu la Mhubiri 7 fungu la 20 ambalo huwa tunapendaga sana kulisoma hapa, kwamba hakuna atendaye mema asitende mabaya. Hilo fungu utaikumbuka tena, maana hilo fungu litaendelea kusoma hivyo mpaka Yesu anakuja. Yaani mpaka Yesu anakuja fungu hilo litaendelea kusoma hivyo. Maana hivyo yaani imeandikwa halitafutika, yaani liko hivyo. Ila ni wewe kujua kwamba ni wakati gani tafutika kwenye akili na tabia zako. Unajipa matumaini, ninajipa matumaini. Hakuna atendaye mema asitende na mabaya. Hiyo inaelezwa kuhusiana na asili ya binadamu. Lakini haielezwi kwa habari ya kutokupata ushindi dhidi ya dhambi zako. Hiyo lazima utambue. Yaani lazima tupate ushindi dhidi ya kila dhambi. Na ndivyo maandiko yanatuambia. Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Kwamba kuna mtu atakaendelea kushiriki dhambi mpaka mwisho Yesu anakuja.
ziacheni ngumu na ngano na magugu vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Mtu anaelewa mpaka Yesu anakuja, yani ngano ni magugu tu anaendelea. Lakini hiyo biashara haitakuwepo. Bwana aweze kubariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Tuna dakika 2 kufika saa 7. Kwa hivyo tunachelewa kidogo. Nafikiri kile ambacho Mungu alikusudia kitafikia, tumekipokea na kifanyike moyoni na tupokee badiliko pia. Nikuombe mzee wa kanisa, karibu kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uketie mahali pa juu mbinguni. Jina lako litukuzwe kwa jinsi ambavyo umekuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka wakati huu wa mchana. Umekuwa ukituongoza hatua kwa hatua. Umetufundisha mengi juu ya tabia zetu zilizobadilika. Bwana, tunaomba ukatusamehe madhaifu ambayo yamekuwa yakijirudia na hatimaye yamekuwa hata chukio mbele zako. Bwana, tunanyenyekea chini ya miguu yako, tunaomba radhi, utuwie radhi sisi tulio wadhaifu, tusamehe dhambi zetu. Tutakase kwa damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Bwana, ukisha kutusamehe dhambi zetu, utupe kibali machoni pako, ili Bwana tukaenende sawa sawa na wingi wa rehema zako. Tuko katika nyakati za mwisho ambazo ni nyakati za hatari. Kila aina ya dhambi na kila aina ya mafundisho yaliyo maovu yanatukabili mbele zetu. Pasipo mkono wako Bwana tunaweza tukapotea. Ebu wewe uliye mwamba imara na uliye kiongozi wa kanisa lako, Bwana liongoze kanisa hili, ukiliongoza hatua kwa hatua, ukilifundisha na ukilihekimisha na pia ukilinyenyekeza, ili Bwana tukawe washindi dhidi ya dhambi. Kila mmoja aliyepiga magoti hapa, Bwana ninakusihi ukazidi kumnyenyekeza na ukazidi kumtiisha, ili Bwana hatimaye akawe mshindi wa dhambi. Na pia ukatuongoze tukaweze kutambua kazi yako iliyo njema ambayo ndio uliyotuitia kwa ajili ya kuhubiri neno lako takatifu. Ongoza kila mmoja aliyeko hapa tukaweze kuyatii mapenzi yako. Ndivyo tunavyokuomba na tukikusii hata chakula cha kimwili ambacho tunaenda kukishiriki sasa muda sio mrefu, tunaomba ukitakase na wale waliokiandaa ukawabariki, na sisi watumiaji ukatutakase pia kikajenge afya zetu. Ndivyo tunavyokusihi, tunaomba katika jina la Yesu. Amen.